kwa haraka na pointi 6, mwongozo wa kutafsiri na kuombea ndoto zinazohusu nyoka. Zinazohusu nyoka. Wangapi? Hii nayo nimechagua zile common. Unajua kuna mwingine ana kandoto ni very specific, lakini nimechagua zile ambazo ziko nyingi. Mfano hizo za zina hivi, hizi za nyoka nazo hivi. Kuna mahala tulishakutana naye mahala. Wangapi washai kuota ndoto nahusu nyoka? Sio lazima amekuuma au alikuwa chumbani ukawa unapambana naye lakini ukamuua, au ukampiga lakini akufa akaponyoka, au ulipomuona unaenda kutafuta kitu cha kumpiga akapotea. Kitu vyote vile ndoka nyosha juzi. Si unaona? Almost hata mimi shaikuota. Sasa ni vizuri ukajifunza Biblia inasema nini ukiona staili za hizo, si ndio? Namba 1, uko tayari? Nauliza, mko tayari? Okay. Tafsiri ya kwanza kibiblia ndoto. Sasa okay, acha nijenge tena msingi huu kabla sijaanza tafsiri. Kwanza ujue, ukiona ndoto ya nyoka, namba 1 ujue ni high voltage battle. Sema high voltage battle. Ni vita ya umeme mkubwa, ni vita ya nguvu. Hiyo sio vita ndogo. Narudia. Hii ni general rule ya aina hizi za ndoto. Ukiona ndoto ya nyoka, utambue kwamba si vita ya kawaida, ni high voltage battle. Acha nikuonyeshe kwenye maandiko ili unielewe. Kwenye Biblia utagundua nyoka ametokezea kwenye maeneo kadhaa tu. Namba 1 kwenye bustani ya Eden. Na kwenye bustani ya Eden alienda kupigana vita kubwa, kwenda kumpangua Adamu na mke wake. Unamuona tena anatokezea kwa Yesu kipindi Yesu amefunga siku 40. Biblia inasema nyoka akaja. Wangapi ananielewa? Nyoka akaja kupambana na Yesu, lakini hapo akashinda. Lakini unaona kwenye kitabu cha Ufunuo 12, sawa, Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni. Ufunuo 12 afika kuanzia mstari wa 7. Sawa, kulikuwa na vita mbinguni. Yule joka aitwaye Ibilisi, shetani wa zamani, asema kwamba kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakipigana na yule joka naye akipigana nao pamoja na malaika zake. Tuendelee mstari wa 8. Na hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana. Inakuonyesha mbinguni palitokea kivumbi, sio cha mchezo. Nenda mstari wa 9. Soma kwa sauti. Yule joka akatupwa. Msome huyo joka sawa. Yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi, shetani. Wengi wanakutana na mapepo. Unajua kuna watu wachache sana mshakutana na shetani. Mnakutana tu na kamchawi kako field, kako in train. Kwa ukiona ndoto ya nyoka kivyo vyote vile, bila kujali kwanza ni amekuwa kwa design gani, utambue aina ya vita ni kubwa, lakini haina maana huwezi kuishinda kwa sababu una mamlaka. Okay, acha nirudie. Nenda Luka 10 mstari wa 19 ni kuonyesha kwa nini Yesu kwenye andiko hilo alisema hivyo. Misadafa Luka 10 mstari wa 19. Sema amen. Toa sauti, sema amen. Niko na wanafunzi wa Yesu hapa. Hebu angalia ile andiko. Kwa nini Yesu ataje hivyo? Anasemaje? Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nini? Toa sauti, ya kukanyaga nini? Ya kukanyaga nini? Ya kukanyaga nini? My question is, kwa nini Yesu asema nimewapa mamlaka? Lakini nimewapa amri ya kukanyaga nyoka. Haleluya. Haleluya. Anaanza na nyoka, afu nge. Sasa nyoka wanaongelewa hapa ndugu zanguni, sio nyoka mnakutana nao shambani kwenu huko.
Huyu nyoka anayeongelewa Biblia imemtafsiri kwenye, acha Biblia ijitafsiri, imemtafsiri kwenye 12 mstari wa 9, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi, Shetani. Hello? Na Yesu alipotangaza mamlaka yake ya kwanza akatangaza against snake. Maana yake Yesu mwenyewe, hii ndio bato kubwa, hii ndio vita kubwa. Kwa hiyo mamlaka nimewapa dhidi ya nyoka mwenyewe. Sema amina. Wangapi ananielewa mpaka hapo? Kwa hiyo ni kukuonyesha ndoto yoyote mwanangu, ndoto yoyote inayokuja na picha ya nyoka, ni kukuonyesha ni high voltage battle. Wangapi ameelewa mpaka hapo? Hiyo kwanza ni tumwage zege tu kwanza. Kwa hiyo ukiamka usipake wanja, usipake lipustiki mama. Pambana kiume kwa imani ya mamlaka ulionao ndani ya Kristo Yesu. Na Biblia inasema tumepewa mamlaka kanyaga nyoka na nge na kazi zote za yule adui, wala hakuna kitakachotushinda. Hakuna kitakachotudhuru. So we have power. Sema tunazo mamlaka. Sema tunazo nguvu. Yeah. Lakini ujue hii vita hii ni high voltage battle. Ukiona ndoto, Pastor, umetoa wapi huo msingi wa high voltage battle? Nimekuonyesha. Ndio battle alikutana nayo Adamu. Ndio battle alikutana nayo Yesu. Ndio battle alikutana nayo malaika Mikaeli kule mbinguni. Lakini Yesu anapotangaza mamlaka ndio battle anaiongelea namba 1. Hello. Ndoto yote nusu. Msingi wa pili kwenye ndoto hizi unapotafsiri, lazima uangalie huyo nyoka alikuwa kwenye hali gani na eneo gani. Mfano, yuko chumbani. Ni tofauti sana akiwa chumbani na akiwa sebuleni, au akiwa ofisini, au akiwa eneo lako la biashara. Kwanza ni high voltage battle. Lakini wapi? Hiyo vita iko kona gani? Angalia yuko wapi. Kama yuko chumbani, maana unaambiwa ni swala la ndoa. Kama yuko kwenye biashara, unaelewa maana yake nini, si ndio? Kingine, kama amekuuma wapi? Mfano, akikuuma kwenye mkono, ujue ni vita kubwa inayoelekezwa kwenye uchumi wako. Kwa sababu Biblia inaonyesha kibibilia mikono inawakilisha kazi za mtu. Ndio maana Biblia inaita kazi za mikono yenu, sio kazi za miguu yenu. Mungu atabariki kazi za mikono yenu. Ukiona unaumwa kwenye mkono, ujue hiyo ni vita ambayo inaenda direct kwenye uchumi na kwenye kazi zako. Pastor, sasa hiyo tafsiri umetolea pesa, nisha kufundisha maandiko, si ndio? Simemaliza hapo. Wangapi wananielewa? Inaweka tu ile ya jumla kabla sijaenda hizo point 6. Akiuma kwenye mikono, ujue ni vita kubwa inaopambana na nini? Kazi za mikono yako. Napambana na kazi za mikono yako. Sitaka sahau, kuna kijana mmoja alinipigia simu na it was too late. Fanya kazi mahali fulani ni staji. Kijana yetu hapa ndani akaambia, baba, nimeota ndoto. Nyoka amesimama akanirukia akanidonoa kwenye mikono. Nilivyosikia hivyo, kwa sababu shule nayoijua, kaambia, mwanangu ulifanya nini? Sema niliomba hapo. Si unajua ana ile kishikaji. Ngoja nikwambie, hakumaliza siku 3 alifukuzwa kazi. Hakumaliza, alifukuzwa kazi. Kazi nzuri. Anzia motele ndoto akafukuzwa kazi. Na kijana mwingine yeye alinifuata akaambia, baba, mimi naota ndoto za nyoka sana akiniuma, lakini haniumi sehemu nyingine, ni mikononi tu. Unajua nyoka kikawaida sehemu ya rahisi kuuma ni miguuni. Hata nyoka tu wa kibinadamu, si ndio? Lakini huyu nyoka lazima asimame, hakikisha anagonga nini? Mikono. Sasa kwa mtu ambaye hana shule ya Biblia ya ndoto, mimi sisemi shule za wasoma nyota huko nje. I'm a preacher of the word of God. Mimi ni mhubiri wa neno. Shule ya neno. Hajui ni nini kinatokea. Hajui kwamba ni vita kubwa inaandama uchumi na kazi zake. Sasa imefunuliwa, lakini hajui.
imefunuliwa kwamba vita iko hapa. Haya, umeona ameuma miguu, ina maana gani? Nilishakufundisha hapa kuhusu miguu. Wangapi anakumbuka? Nilifundisha muda mrefu sana kuhusu miguu tu. Mpaka mtu mmoja asema, "Somo yenu kaambia kuonyesha neno kuhusu miguu." Nilifundisha mambo kama 12 kuhusu miguu. Miguu ina sauti kwenye ulimwengu wa roho. Mnakumbuka? Miguu imeunganishwa na mamlaka. Mnakumbuka? Miguu imeunganishwa na spidi ya mtu ya kimaisha. Unakumbuka? Na yote kwa. Sasa unaona nyoka anagonga miguu. Maana yake nini? Maana yake kuna vitu anaenda kuzimisha. Kuna hatua za maisha yako zinaenda kushikiliwa. Niliwaambia mpaka kibali kiko kwenye miguu. Niliwaonyesha maandiko. Wewe ulienda kusikilizia Geita. Pia naenda kufundisha Geita huko. Haya, mama Sheshe anakuuma tumboni au anakuuma kwenye kiuno. Kwa mwanaume anauma kiuno, au mwanamke unaona anakuuma kwenye tumbo au kitovuni kushuka chini. Hiyo ni vita ya uzao. Hata sio kwamba kwa hiyo sitaza. Tambua kwenye ulimwengu wa roho, rada na kutumia picha. Kuna vita kuhusu uzao wako. Ndio maana Biblia inapoongelea uzao kwa mwanaume inasema uzao wa viuno vyako. Kwa mwanamke anasema uzao wa tumbo lako. Si ni maandiko hayo? Sasa unaona anarukia kiunoni. Unaona anarukia tumboni, anauma tumbo. Sasa usije ukaamka asubuhi ukakagua tumbo. Sasa angalau kumbe ni ndoto bana, sijaumwa wala nini. Eti sijaumwa wala nini. Kumbe ulikuwa unaambiwa kuna jambo kuhusu uzao, na ni vita kubwa, ni high voltage battle. Usahau hiyo shule, ni high voltage battle. Imeelekezwa kwenye uzao wako, kwenye uzao wa tumbo lako. Amina. Kwenye uzao wa viuno vyako kama ni mwanaume. Umeona imeuma kichwa. Kwa inategemea ni wapi. Sawa sawa. Huo ni msingi wa pili wa hizo ndoto. Number 1, high voltage battle. Nimekupa na maandiko haraka. Number 2, inategemea imeuma wapi. Na pale ilipouma maandiko anasemaje kuhusu ile eneo. Kwa inakuonyesha ni aina gani ya vita kubwa inayokabili katika eneo. Bwana asifiwe. Narudia tena. Lengo la kufundisha somo hili sio mtu apate hofu. Lengo la kufundisha somo hili ni ili uijue kweli na kweli kuweke huru. Na najitahidi sana. Najua kuna watu wanafundisha masomo kutengeneza hofu. Mimi nafundisha masomo kutengeneza imani ndani yako. Kutengeneza imani ndani yako. Sawa sawa? Yeah. Sasa uko tayari tuanze kutafsiri namba 1. Tafsiri ya kwanza ya ndoto zinazohusu nyoka. Ukiona umeumwa na nyoka, maana yake ni, sasa hapa kumbuka, sisemi umeumwa wapi. Nimesema tu kuumwa. Sawa sawa? Umeumwa miguuni, umeumwa kichwani, umeumwa sijui kwenye sikio. Sawa. Lakini nimekwambia tafsiri inatanuka kulingana na eneo uloumwa nalo. Tumeelewana? Tafsiri inatanuka kulingana na eneo ambalo fanya nini? Ukiona umeumwa na nyoka kwenye ndoto, jamani, maana yake nini? Namba 1, kuna mlango umeufungua na kumpa ibilisi nafasi ya kukushambulia. Ni kama rada inakwambia kuna mlango umeufungua. Kuna mahala umempa ibilisi nafasi ya kukushambulia. Kwa ghafla unaona kwenye ndoto nyoka na kumbe ni ulimwengu wa roho na kutumia ishara kwamba umefungua mlango. Umetoboa boma. Umetoboa ukuta. Kwa hiyo adui anapata nafasi ya kushambulia. Pastor, umetoa wapi? Soma kitabu cha Mhubiri 10 mstari wa 8. Mhubiri 10 mstari wa 8. Twenda haraka. Mhubiri 10 mstari wa 8. Soma kwa sauti 1, 2, 3 ile B. Mhubiri 10 mstari wa 8
lakini tusome tu. Anasema na mwenye kuchimba shimo, mstari unaofuata kwa sauti, na yeye abomoaye boma nyoka atamuuma. Maanake nyoka hawezi kumuuma mpaka we mwenyewe ubomoe boma. Boma ni nini? Ni ile fence. Kiingereza ni fence ya ulinzi wako. Sawa sawa? Anasema yeye abomoaye boma nyoka atamuuma. Kwa ukiona nyoka anakuuma ni ishara unatumiwa. Alo, kuna mlango unatumika kukushambulia. Na nasema vile vile angalia amekuumia. Kama amekuumia chumbani, na yenyewe tena shule inazidi kutanuka. Amekuumia kwenye biashara, maana yake kuna mlango ambao umeufungua mwenyewe, ambao nyoka anautumia kushambulia hasa kwenye hiyo biashara. Sasa Biblia inasema hivi, na yeye abomoaye nini? Toa sauti. Yeye abomoaye nini? Nyoka atafanya nini? Atamuuma. 4:27 Efeso. 4:27 Efeso. 4:27 Efeso. Mambo haya muyaandike, mjifunze, mkafundisha na wengine. In fact sio haya ndoto tu, kila somo nalofundisha NVC natamani uwe mwalimu wa wengine. Kwa sauti 1 2 3. Kwa sauti 1 2 3. Hii inafanana kabisa na ile mhubiri. Wala msimpe ibilisi nafasi. Na ibilisi tumeshaona kwenye 12:9 ni ule nyoka. Nyoka zamani aitwa ibilisi, shetani. Kwa hiyo hapo kwa lugha nyingine nasema wala msimpe nyoka nafasi. Sasa umeshaanza kuelewa maandiko. Wala msimpe nyoka nafasi. Kwa ukiona amekuuma, mmoja ujumbe unaoletewa ni kwamba alo, umempa nyoka nafasi. Umempa ibilisi nafasi. Maana yake yamkini kuna vitu kwenye maisha yako, au kuna mienendo kwenye maisha yako, au kuna vitu umefanya kwenye maisha yako, vimefungua mlango kwenye ulimwengu wa roho wa kushambuliwa na adui. Tena sio mashambulizi madogo, ni mashambulizi ambayo ni high voltage. Ndio maana anayekuja ni nyoka, alafu anakugonga. Ni kuonyesha kuna lango liko wazi. Na hiyo unafanyaje? Ukiamka hapo, cha kwanza ni toba. Mungu ni rehemu, Mungu ni samehe. Popote pale kwenye maisha yangu ambapo yamkini nimefanya kitu ambacho hakiko sawa, au mimi mwenyewe siko sawa, naomba rehema zako, naomba unisamehe. Popote kwenye maisha yangu kulikosababisha mlango ukafunguka ambao adui anatumia kunishambulia, naomba rehema zako. Na hapo mpendwa, usikemee kwanza. Kinachoanza ni toba, kwa sababu toba peke yake ndio inaweza kaenda kaziba ile boma pale. Ile ambayo Biblia inasema abomoaye boma nyoka atamuuma. Ni toba tu ndio inaweza kaenda kajenga. Ndio maana kwenye kitabu kama sio cha Ezekiel, ni cha Yeremia, anasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelijenga boma lililobomoka. Sasa nini Mungu atoka anatafuta? Anatafuta na maombi, watakaokaa mbele zake kuomba rehema kwa ajili ya Yerusalemu, kwa ajili ya Israeli, kuomba mbele za Bwana, kufanya toba. Na Mungu asema ile hali ya kufanya toba ndiyo kujenga mahali palipo bomoka. Are you following? Kwa hiyo namna ya hiyo, nenda kwenye toba kubwa. Mungu nisamehe, ni rehemu. Popote kwenye biashara yangu hii ambapo pamefungua mlango wa adui kushambulia biashara, na kuomba unirehemu Bwana, na kuomba uirehemu biashara yangu, na kuomba uitakase. Wewe usiamke hapo sema ninafunga kila roho inayopigana biashara yangu. Sikiliza, tundu halizibwi na kukemea. Wangapi mnanielewa? Tundu halizibwi na kukemea. Mahali palipobomoka hapazibu na kukemea. Mahali palipobomoka panazibwa na toba peke yake. Niko na watu hapa. Kwa unakuta watu Mungu anawatumia taarifa. Mungu anasema nao, mwanangu rekebisha, mwanangu tengeneza, mwanangu kuna tundu, lakini hajui. Sasa picha inayokuja haiji malaika Gabriel asema mwanangu Mary kuna boma limebomoka. Picha inayokuja ni nyoka na kuuma. Lakini najua kuanzia leo kwa hii shule
Sema nimevuka hapo. Sema nimevuka hapo. Kwa hiyo Mhubiri 10 mstari wa 8, Efeso 4:27 na wasema simpe ibilisi nafasi, afu Ufunuo 12:9 inakuonyesha huyo ibilisi maana yake asingeweza kufanya kitu mpaka amepata nafasi. Ukiona amekuba, dalili amepata nafasi. Dawa yake nenda mbele za Bwana kwa ajili ya toba. Sawa sawa. Tubu kwa kumaanisha. Ukimaliza kutubu, achilia damu ya Yesu kwenye hilo lango au kwenye hilo tundu ambapo adui alipita. Pafunge. Alafu funga hiyo roho. Funga hiyo vita. Alafu futa madhara yoyote ambayo yamkini ameshatokea. Kuna kitu watu wengi hawajui. Anaweza akakemea kitu, lakini kumbe kile kitu kishaanza kuleta madhara kwenye maisha yake. Kwa hiyo unafuta. Huwa mimi naomba, wasema Baba kwa jina Yesu Kristo, nafunga hiyo roho na madhara yoyote ambayo yamkini alishaanza kutokea kwenye ndoa yangu au kwenye biashara yangu au kwenye hali yangu ya kiroho. Hayo madhara ninayafuta, ninaya-neutralize kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa sababu chenye nguvu ya kufuta ni damu ya Yesu. Biblia inasema damu ya Yesu inafuta kila mashtaka. Wangapi wanajua nahubiri neno la Bwana? You listen to me. Nakupa akili za rohoni. Namba mbili. Ukiona umeumwa na nyoka maana yake ni? Maana ya pili, unajulishwa kuwa kuna adhabu iliyoko mbele yako na hakuna mwanadamu wa kuweza kukuzuia usipate hiyo adhabu. Sasa sikiliza. Na hasa hii ni kwa ajili ya non believer, ni kwa ajili ya watu ambao hawajaokoka. Kwa sababu nakwambia hata mtu ambaye hajaokoka anaota ndoto. Kwa anaweza kaota ndoto staili hii. Kumbe ni Mungu anamwambia lo, kuna adhabu iko mbele yako na hakuna mkono wa mwanadamu utakusaidia kwenye hii adhabu. Kwa sababu nakutaja saa zingine ambao hawajaokoka, si wanategemea mkono wa mwanadamu. Wengine anategemea labda irizi yake, mwingine anategemea labda ana mganga wake, mwingine anategemea sijui amefanya mazindiko gani. Sasa ghafla Mungu anasema naye, anambia kuna pigo linakuja na hakuna mkono wa mwanadamu utakaweza kuzuia hilo pigo lisikufikie. Ghafla anatumiwa ndoto ya staili. Na ikiwa umeokoka, lakini hiyo ndoto ikawa inamaanisha hii tafsiri ya pili, maana yake ni mtu ambaye umekuwa ukitembea kwenye uovu fulani. Mungu amekuonya. Unajifanya tu kama uelewi. Wangapi unajua kwamba Mungu akikuonya sana, kwanza Mungu anapenda tutubu na tuache. Ila ukiendelea kwenye uishi huo uovu, anakuonya. Unajua Mungu haumbuagi mtu haraka. Anakuonya. Wewe umegeuza kama maisha. Ghafla unaona unaumwa na nyoka. Unaambiwa lo, kuna pigo litakalokuja sasa ambalo hakuna mwanadamu atakaweza kukusaidia. Hiyo sema kama umeokoka, maana yake kuna njia unatembea nazo na Mungu amekuwa akikuonya na utaki kufanya nini? Usiache. Sababu zile njia tuna njia za kuja kufungulia mapigo. Sema amen. Sema amen. Sijui nisiseme sana, lakini kuna kitu sogea huko mbele. Kuna kitu nilikiona kwa mmoja wa mshirika wangu. Sitaki kufafanua sana, usije kusema kumbe ni nani hii. Lakini natoa ushuhuda. Mke wangu atakuwa anajua. Huyu mshirika aliondoka kanisani. Na huko alipoondoka, ukweli usiopingika ni kama aliachana na Mungu. Alafu watu wakianza kuachana na Mungu, hakia nani? Mimi na mama lakini na pastor tushaanza kuwa wazoefu. Utashangaa kama ni yule mtu. Yaani wanabadilika. Sasa pigia simu. Hata ile hofu na Mungu hana, hofu na wewe. Unajua mtu akipoteza hofu ya Mungu,
usitegemea atatunza hofu ya mtumishi. Wangapi wananielewa? Yeah. Sababu hofu ya mtumishi inakuja pale unapokuwa na hofu ya Mungu. Kwa sababu Mungu akikosa heshima mjini, watumishi wake wanakosa heshima. Mungu akiwa na heshima mahala, na watumishi wake wanapata heshima. Kwa mtu akirudi nyuma, hata we mtumishi mtishie lolote. Ukamwambia kijana wangu, wewe nilitoka nawe hivi, nimekusaidia. Sasa kwambia usinisumbue. Sasa kujibu lolote. Sasa kuna kitu kigumu kilimkuta, sijajua. Na kwa mazingira ile lazima itakuwa kwa ni pigo tu. Labda na pigo Mungu kumrudisha. Alikutana na ugonjwa ambao alienda almost kila hospitali. Kwa wale wanaokumbuka, labda Pastor Jaffa anaweza kumbuka, na mama ametoka kanisani siku nyingi, ni karibia miaka kama sio mmoja ni miwili hivi. Alipoona kila kitu kimeshindikana, sasa ni kama anaondoka, akapiga kelele nyumbani kwao, akasema nipelekeni tu kwa Pastor Goodluck, pelekeni tu kwa mchungaji Goodluck, yeye ndo baba yangu, yeye ndo mtu ambaye hata simu yangu hakuwa pokei. Sasa si na yenyewe tumeumbwa kichungaji sana. Nikapigiwa simu na ndugu yake, ambia geti yuko hapa chini analia tu, anasema nipekee kwa Pastor Goodluck, yeye ndo baba yangu. Nilijisikia huruma, akasema ni kweli, mimi ndo baba yake, nileteni huyo mwanangu. Waliokuepo, huyo mtu aliletwa afiki mchana, aliletwa iko hoi. Alivyokuja hapa kwanza kumuona mpaka niliogopa. Baadaye tulipomwombea Jumapili alikuja anadunda kabisa, ni safi, ugonjwa tu. Kuna ndoto unaweza kaiona, kumbe Mungu anakuambia alo, kuonya mara nyingi, umekataa kurudi. Sasa kuna pigo linalokuja mbele yako, nguvu zako hazitakuokoa. Tumaini lako ulioweka kwa watu au kwa waganga huko nini, halitakuokoa. Acha kuonyesha Yeremia 8:17. Are you happy? Yeremia 8:17. Harakisha pale. Yeremia 8:17. Soma kwa sauti, 1, 2, 3. Maana tazama nitatuma nyoka. Nani anayetuma huyo nyoka? Toa sauti, nani anayemtuma huyo nyoka? Sasa sio kila nyoka unayemuona kwenye ndoto. Mwingine ametumwa na Bwana, lakini anakuja ili upate ujumbe. Asema maana tazama nitatuma nyoka, naam fira. Fira ni nani kwa Kiingereza? Ni is it cobra au black mamba? Kati ya wawili. Black mamba ana sumu ya hatari sana huyo nyoka. Fira huwa anasimama hivi, anaweza akasimama urefu wangu, afu anatembelea mkia. Sawa. Labda pasa na msichi. Maana tazama nitatuma nyoka, naam fira kati yenu, wasioweza kutumbuizwa kwa uganga, nao watawauma, asema Bwana. Asema tegemeo lenu la uganga litatoboa hapo. Are you following? Asema hawa mtakaowatuma nimewaonya mara nyingi, amrejei. Sasa na mnategemea uganga, ndio maana anasema hamtamtuliza na uganga. Maana yake walikuwa wanategemea nini? Uganga. Are you following? Are you following? Lakini anasema nitatuma nyoka ambaye tegemeo lenu alitafua dafu. Anasema nao watawauma. Ukiona unaumwa na nyoka kwenye ndoto, na utajua tu. Sababu kama we njia zako ziko vizuri, unajua mimi sio ile kwamba Bwana amenionya nimekataa. Lakini kama umekuwa na njia ambazo unazirudia rudia na sio nzuri, ukaona hiyo nyoka, inasikana ujumbe unapoa ni namba 2. Kwamba kuna kitu kitakuja mbele yako. Tumaini lako halitakusaidia. Umesemaje? Ni cobra. Mambo ni cobra. Wangapi wameona hilo andiko? Ambia uganga wenu hautawasaidia. Uganga wenu hautamtuliza huyo nyoka. Maana yake uganga wenu hautaondoa hiyo adhabu. Uganga wenu hautaondoa hilo pigo. Kwa sababu hilo pigo nimelituma mwenyewe. Na anatuma kwa watu wake.
Bwana asifiwe. Ndio maana kama uko na Yesu, tembea na Yesu. Huwezi kuwa eti nje unajionyesha uko na Yesu, usiku unaanza kufanya vitu ambavyo sio sawa. Au kule nyumbani uko kama ni dada uko na washikaji huko, au ni mtu huko labda na mke wa mtu, mume wa mtu, au ndio maisha unasema ndo ananilipia chumba. Silete mchezo. Changa ghafla unaota nyoka na kuuma. Afu kiamka unasema kumbe ni ndoto tu, haja numu. Kumbe Mungu anakutahadharisha, anakuambia hii sasa ilipofika imefika juu. Anakuambia sasa hii level iliyofika ni ya juu. Kinachofuata ni adhabu ngumu itakuja juu yako. Sema Bwana Yesu, nisaidie kuelewa mambo haya. Uko tayari tuende tafsiri ya 3? Ukiota unaumwa na nyoka, maana yake nini? Kibibilia, sio kikwenu. Kibibilia maana yake ni nini? Kwa tafsiri ya Biblia, kuna kitu kibaya kinapandikizwa ndani yako au katika maisha yako, na kitu hicho kina uwezo wa kuua, hasa kuendana na eneo lililoumwa. Acha nirudie. Kuna kitu kibaya, kuna sumu. To be specific, kuna sumu mbaya inapandikizwa katika maisha yako au ndani yako, na hasa kuendana na eneo lililoumwa. Mguu, tumbo, kiuno, mikono, au umeumwa maana fulani. Ni kuonyesha kuna sumu, lakini ni sumu ya kuua. Kwa hiyo ni kitu kibaya kinapanda ndani yako chenye uwezo wa kuua. Kwa hiyo kama ni kwenye eneo la biashara, maana yake umepewa alert, ni ulimwengu wa roho umekutonya. Alo, kuna kitu kibaya kinapandishwa kwenye biashara yako kuua kabisa. Haleluya, haleluya. Zaburi ya 58 mstari wa 4 hadi wa 5. I love Bible. Jamani, ipendeni Biblia. Biblia ndio kitabu, hivi vingine hivi nehi hamna lolote. Bible ina everything. Wewe jiulize, unajua sangine ukiwa unafundisha mambo haya, mtu mgani hivi kwenye Biblia yamo nje pale. Soma kwa sauti 1 2 3. Sumu yao mfano wake ni sumu ya nyoka, mfano wao fira kiziwi azibai masikio lake. Unajua maana sira kiziwi? Yaani huyo akitumwa huyo asikii lingine. Lakini nataka pale uelewe kwamba anasema hivi, sumu yao mfano wake ni sumu ya nyoka. Mstari wa unaofuata, okay, ngoja. Hii imenifurahisha kidogo. Hebu turudi juu. Ni kama inarudi tena kusupport ile kitu, point ya pili. Mnakumbuka? Hebu isome tena sasa. Sumu yao mfano wake ni sumu ya nini? Ya nyoka. Mfano wao ni fira kiziwi azibai sikio lake. Sasa unafuata, asiyesikiliza sauti ya nani? Ya waganga, ijapo wanafanya uganga kwa ustadi. Ndio ile ya pili. Lakini yako mawili hapo, ya 3 na ya pili, lakini imetuongezea pointi nzuri kwenye ile ya pili. Nasema iwapo wanafanya uganga kwa ustadi, manake walikuwa na mategemeo makubwa sana na uganga wao. Wamemwacha Mungu, wanatembea njia ambazo sio sawa, wakafikiri ndio tumaini. Si ndio? Nasema huyo nyoka nitakayemtuma, adhabu yake kwanza anakuja kama kiziwi, asikii lolote. Sema Bwana Yesu nipitishie mbali. Lakini nilichokuwa nataka uone pale kwenye sumu yao, sema sumu yao kama sumu ya nyoka. Kwa hiyo maana yake ni hivi, nyoka huwa amebeba sumu. Ndio nataka uone hivyo kwamba nyoka akikuuma, shule ya 3 au tafsiri ya 3, nyoka huwa amebeba nini? Sumu. Na sumu ya nyoka is a deadly poison. Ni sumu ya nini? Ya kuua.
maana yake kuna pandikizwa sumu ndani yako, na hiyo sumu huwa inaua. Sawa, sumu inaua. Kwa ukiona umeumwa hivi, usichukulie tu nini, jua inawezekana ile tafsiri ya tatu ya kwamba amepandikiza sumu, kwa sababu nyoka ana sumu, afu sumu yake ni sumu inayofanya nini, wapendwa wangu? Inayoua. Kwa inawezekana kuna kitu kinapandwa. Mfano unaona natoa mfano, umeumwa kidole cha pete, na wako wengi tu amepasa huyo nyoka kanuma, lakini alinuma kidole hiki cha pete. Sawa sawa, maana yake kuna kitu kinapandikizwa kwenye swala linalohusiana na ndoa yake, na hicho kitu sio cha mchezo, ni kitu ambacho kinapelekea kuua kabisa, kuua hiyo ndoa. Wangapi amenielewa mpaka? Namba 4. Wow, nimekaribia kumaliza. Bakiza mawili. Namba 4, tafsiri ya 4, ukiona unaumwa na nyoka, unapewa taarifa kuna laana inayoingizwa katika maisha yako, inayolenga kuathiri eneo lililoumwa. Kwenye mabano imeandika hasa non-believer, hasa watu ambao hawajaokoka. Unajua mtu ambaye hajaokoka, laana saa yote inaweza kapandwa kwenye maisha yake, na ikipandwa inakamata. Mtu ambaye ameokoka, nisikilize, wewe ni aliyebarikiwa. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Hesabu kama sikosei, kwamba aliyebariki, huwezi kulaani aliyebarikiwa na Bwana. Kwa hiyo baraka ni anti laana, ni laana proof. Sawa sawa. Na sasa ngoja nikufundishe kitu cha ajabu. Vitu vyote vya kiroho vinaathiriwa na mambo kadhaa. Namba 1, ujinga. Acha nirudi. Vitu vyote vizuri vya kiroho vinaathiriwaga na mambo kadhaa. Yaani hicho kitu kisha kuwepo, hicho kitu kinaanza kupata madhara. Kimoja hapo ni ujinga. Ndio maana Biblia inasema watu wangu, Hosea 4:6. Hao watu ni wanani? Toa sauti, hao watu ni wanani? Hao watu ni wanani? Lakini Biblia inasema wanaangamia. Yaani wale ambao ni anti kuangamia, ni kuangamia proof, wanaangamia. Ni nini kimefungua mlango wa kuangamia? Ujinga. Usisahau hiyo shule. Narudia, usisahau hiyo shule. Na beta ungeishika mapema ili uondoe ujinga kwenye maisha haraka. Mtu asija kwambia, unajua the truth, ukweli wenyewe ni kwamba hivi, mtu ukiokoka, shetani hana mamlaka juu yako. It's true. Sawa, hana nguvu juu yako. It's true. Lakini kuulize swali, hujaona wapendwa ambao shetani ana. Sasa shida ni nini? Ni neno sio kweli. Neno ni kweli, ila kuna factors zingine, kuna vitu vinampa adui nguvu. Kimoja wapo ni ujinga. Ujinga huo unampa adui nguvu. Ujinga sio tusi. Ujinga ni kutokujua. What you don't know can kill you. Usichokijua chaweza kukuua. Sema amina. Kuna watu hapa sasa hivi kwa kujua tu wamevuka shule ya ndoto. Kuna mwingine sababu hajui, saizi ndoto zinammaliza somewhere. Hajui tu. Kuna watu kwa sababu ya kutokujua, akisikia mtu anaitwa mchawi anaogopa. Kuna wengine si tushaenda level nyingine, tukisikia mtu ni mchawi unatamani umgeuza kuwa kitumbua cha asubuhi. We don't care. Our level zimeshaenda sehemu nyingine. Sawa sawa. Kuna watu hapa ni mpendwa ameokoka. Sawa sawa. Lakini anaweza aite akarogwa na kuchanjwa. Wakati Biblia inasema kuna uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya nini? Israeli. Maanake wewe ni unrogekable. Toa sauti, sema mimi ni unrogekable. Toa sauti. Toa sauti. Okay, Jumapili hili. Juma. Kienda kazini waambie nina tangazo. Hebu tulieni wote na tangazo. Alafu akitulia waambie mimi ni unrogekable.
Kama unafikiri natania, katesti. Sasa mtasema basi unataka kunitafutia matatizo. Ukiona umesema ni ujinga unakuzumbua. Ile ukweli wenyewe wewe unrobeka. Unrobeka. Hiyo shule nilipigwa hiyo shule ikaingia mpaka kwenye mizizi ya mwili. Huwezi kuniroga. Huwezi. Acha sasa hivi nimekuwa ngangari zaidi. Lakini mimi ngangari imeanza siku. Nakumbuka tumeoana na rafiki yangu hapa, nimeoa tu chap. Ilikuwa ni kama wiki moja tukaenda Tabora, unakumbuka? Yaani hata honeymoon ile tukaenda zetu Mbeya kupiga kazi. Tumefika Mbeya, taarifa ya kwanza ule pasta akaniambia umejipanga lakini. Kama sio na maana gani? Anambia sasa huku ndo kuna wachawi. Nikamwambia huwa nakulaga chai asubuhi, mimi nafunguaga kinywa na chai na wachawi watatu. Akanipa advertise. Akaambia siku moja nilifatwa sana. Akaniambia mchungaji, tunataka tusaidie, ng'ombe wetu anatoa pombe. Sasa mchezo ule sio nakumbuka mama. Kwa ule pasa baadaye yakala. Asema ule ng'ombe kwa kimkamua hivi natoka laga. Yaani vitu vya breweries ndio vinatoka. Ile pasta ni pasta ambaye paka leo simsahau kwenye maisha yangu. Alikuwa ni mtu wa imani. Akasoma andiko akasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa na atapokea zimu. Akasema ile andiko aje asema watu, nasema mgonjwa. Kwa akambandika ule ng'ombe mkono kwenye hii paji la uso hivi la ng'ombe ile. Sema hivi apia pa! Ng'ombe akatoa maziwa. Sema amen. Ninatamani wapendwa, wokovu ni mpaka uwe aggressive ndio unaanza kuleta ladha. Yaani wokovu ni mpaka uwe aggressive. Basi akasema neno nasema teka mikono juu ya wagonjwa utapokea afya. Akambandika mkono ng'ombe. Sasa mimi na janja yangu yote nilikuwa sijui kumbe unaweza kabandika hata vitu mkono. Piga mkono pa! Sema mkamueni, kukamua akatoka maziwa. Akaambia sasa ndio level ya uchawi ya huko. Nakumbuka baada ya kunipa ushuhuda na kuniambia umejipanga, nilipata hasira siku ya kwanza semina. Yaani hata sija toa kichwa cha somo. Nikasema kama kuna mtu anafikiri ni mchawi yuko hapa, au ana ndugu yake au jamaa yake au rafiki yake mchawi, waambie kwamba niko hapa siku 5 waniroge. Unajua umeoa una hata wiki 2. Nasema wewe umemjua sana huyo Mungu unayemsema. Kwa nini? Huo ujinga mimi ushatoka. Hakuna uchawi juu ya Yakobo. Hakuna uganga juu ya Israeli. Kwenye huduma hii imeshafanywa mauchawi. Hii paka nakuja kuchinjua paka, kichwa kimekatwa cha paka, mikono imekatwa, miguu nimewekewa. Nasema jamani, upaka wa watu wametesa. Hivi wewe mama yangu, hivi mimi naweza nikafa afu nifike mbinguni Petro ananiambia umekujaje huko? Walinitegea paka. Sio utanipiga vibao huko mbinguni. Jinga wewe. La hovyo. Unauawa na paka. Sema mimi siwezi kuuawa na paka. Toa sauti. Unauawa na paka. Unauawa na pusi, mama ananiambia pusi. Unauawa na njiwa. Kuna kipindi kwa tunarudi nyumbani kama mama anakumbuka. Tukiwa hapa Glory. Kila tukirudi nyumbani Jumapili, tunakuta njiwa anavuja damu ni kama amewekwa saa hiyo. Kila Jumapili. Unakumbuka? Unachukua kwa leo. Jumapili unafuata unakuta mwingine. Nikwambia hao ni wapumbavu. Mimi nije niuawe na njiwa. Mwanangu, uje usikie. Dadi yenu kafa nini? Alitegewa njiwa. Sabidi wame na kanisa. Sababu kama mchungaji anaweza kuuawa na njiwa, washirika utawakuta wako mochwari wote. Kwa sababu mpige mchungaji na kondoo atafanya nini? Watatawanyika. Mchungaji katawanywa na njiwa, washirika tutakuta watu wako mochwari. Na sijui kwa nini nilishatangaza nzia naanza huduma saizi na miaka karibia 14 uchungaji. Nasema kama kuna mchawi yote mnamjua mwambie aniroge. Paka leo hajawahi kuniroga. Ila vituko naviona.
nimeletewa paka amekatwa mavichwa, hiyo manjiri. Siku moja niko ile nyumba ya nani, sio kama mama alikuwa anasikia, alikuwa anasikia mwenyewe, ile nyumba ya sasa. Unajua nilikuwa nasikiaga tu kwa watu, kwa sijasikia na yaani umelala hivi unasikia kama mtu yuko juu ya bati kabisa, yaani bati fika pu, ana anakanyaga makusudi bu bu bu. Nikacheka cheka kwanza, kasema kuna mchawi juu ya Israeli wala juu ya Yakobo wala ukani juu ya Israeli. Yaani kwanza nikishakasirika maandiko yanaanza kuzunguka sandani. Shida yako sawa kukasirika. Muulize nini kinaanza kuzunguka. Kwa maandiko yakaanza kuzunguka. Hakuna uganga, hakuna uchawi juu ya Yakobo. Alafu Biblia inasema malaika wa Bwana amefanya kituo kwa hao wa mchao. Tazama mapa mamlaka kanyaga nyoka na nge na nguvu zote za giza, wala hakuna kitachowadhuru. Yaani nalewa kwanza mpaka nipate steam, mwambie steam. Alafu nikishapata steam ya kutosha, nasema na kwa dakika moja huo umepotea. Unasikia sababu na wenyewe wanasoma rada jua, jamaa saizi anawaka hivi atatutafuna. Haleluya, haleluya. Narudia pastor, Yesu amekamilisha msalabani, is true. Lakini ukamilifu wa vile Yesu alivyokamilisha vina tabia ya kuathiriwa na ujinga. Namba 2, kutembea maisha ya kwenye dhambi. Yaani umeokoka ni kweli kabisa, lakini unaizoelea dhambi. Sawa sawa, unatembea maisha ya nini? Ya dhambi. Fungua mlango, si ndio? Namba 3, hofu. Ndio maana 2:7 kitabu cha Timotheo nasema Mungu hakutupa roho ya woga, bali roho ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Yaani wewe ni mzee wa mauoga. Uoga unafanya imani isifanye kazi, na imani isipofanya kazi vile vitu vyote vya kimungu havifanye kazi. Yaani unajua imani ni kama Android. Android ni nini? Watu wa kompyuta. Ile Android ni nini inaitwa? Ni unajua kuna app na operating system. Nitakuwa natafuta hiyo neno. Android ni operating system. Alafu app ndio hizo, sijui WhatsApp, Facebook, sijui hizo ni app. Zinafanya kazi ni mpaka operating system iwepo. Operating system ikiharibika hazifanyi kazi zile. Sawa sawa? Kwa hiyo operating system ya kiroho ni imani. Ikiwepo ndio vingine tunaanza kufanya kazi. Sasa uoga unaharibu imani. Ujinga unaharibu imani. Dhambi inaharibu imani. Shanielewa eh? Kwa hiyo moja ya tafsiri ya kibiblia, unapoona nyoka anauma, ujue ni laana inaachiliwa juu ya hicho kitu au juu ya huyo mtu. Na narudi hasa akiwa hajaokoka, yani ni fungu lake kabisa, huyo mtu hana pa kujitetea. Sawa sawa, laana itaachiliwa juu yake. Lakini akiwa ameokoka, ambao kwa mujibu wa Biblia laana ipaswi kuwa juu yako, lakini ujinga unaweza ukafanya laana ikafanya kazi juu yako. Usahau. Ujinga unaweza ukafanya laana ikafanya kazi juu yako, lakini inafanya under which sheria? Haifanyi kwa uhalali, inafanya pasipo halali. Biblia inasema kuna wafungwa aina mbili, kuna wafungwa halali na wafungwa wasio halali. Usahau hiyo shule. Kwa hiyo unakuwa umefungwa, lakini hujafungwa kihalali. Siku ukijua kweli, kifungo kinaanguka. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hajaokoka akiona hiyo, ni tafsiri moja hapo, kuna laana na chuo. Okay, laana ni nini? Kwa haraka haraka sana, ili sababu taja neno laana wengine inawawia kubwa sana. Laana tuna maana ni
Na laana ni by the way, point namba 4, laana ni kutokustawi. Ni kutokustawi. Labda nikisema hivyo unaweza ukaelewa. Kwa hiyo kuna kitu cha kutokustawi kinaachiliwa juu yako, na hasa ukiangalia ni eneo gani ya hilo tukio. Sawa sawa? Kwa kuna hali ya kutokustawi. Laana ni kutokufanikiwa, ni kutokwenda mbele, au matatizo ya kujirudia rudia. Yote ni fungu la laana. Kwa naposema laana, maana inaonekana ni hali ya kutokustawi inaachiliwa ndani yako au juu yako, au juu ya hilo eneo muona linaumwa, au eneo ulomuona huyo nyoka. Hali ya kutokustawi, hali ya kutokufanikiwa. Kwanza shangaa uko unastawi vizuri, unapiga hatua vizuri, ghafla baada hiyo ndoto, ghafla inaweza ghafla yenyewe ikawa ni miezi mitatu, ghafla yenyewe ni mwaka mbele, si ndio? Si mnakumbuka ile andiko? Adui akapanda akaenda zake. Asema baadaye. Unakumbuka shule baadaye? Baadaye zinapishana. Kuna baadaye ya siku 2, kuna baadaye ya miezi mitatu. Sasa hii baadaye ya miezi mingi hii kidogo inachanganya, sababu unajiona kama naona kila kitu kiko sawa. Kumbe baadaye ndio haijafika. Baadaye magugu yanaanza kuonekana. Ndio maana kama yule mwalimu Akisega alivyosema, wewe pigana na hicho kitu, kwani kuna hasara gani? Fanya toba, vunja, haribu. Kuna hasara gani? Kwa hiyo kuna hali ya kutokustawi inaweza kaachiliwa juu yako, lakini narudia, kwa wewe uliokoka inaachiliwa isivyo stahili. Kwa aliokoka inaachiliwa kwa kustahili. Wewe kwako itaachiliwa isivyo stahili. Itakamataje? Pale ambapo utakuwa huna maarifa. Ukiwa na maarifa unasema no, sio fungu langu. Sio fungu langu. Sio fungu langu. Na adui anajua huyu anajijua. Huyu anaijua kweli. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Namba 5, alafu namba 6 ya mwisho. Wangapi kama mnanielewa, unanifuata vizuri? Okay, andiko sijawapa. Mwanzo 3:14. Mwanzo 3:14. Hilo la kuonyesha laana. Mwanzo 3:14. Ni vizuri ukaelewa kwa mujibu wa Mwanzo 3:14 nyoka amelaaniwa. Sasa nyoka jamani alilaaniwa. Sina uhakika kama ni huyu ambaye unakutana naye njiani. Lakini ukisoma maandiko vizuri ni kana kwamba nyoka alikuwa na miguu vile. Huyu. Mwambie mzee huyu. Mwambie mzee huyu. Ni kama alikuwa na miguu. Sababu anasemaje? Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda. Maana yake alikuwa na miguu huyu jamaa. Alikuwa na miguu. Ndio mfurahi. Alikuwa na miguu. Adhabu yake sasa. Lakini naomba uchukue nyoka picha ya kiroho, sawa sawa? Sio nyoka unakutana. Kwa hiyo nyoka amebeba laana. Kwa hiyo nyoka vile vile ana present laana. Mshaanza kunielewa? Mshaanza kunielewa? Kwa hiyo maana nyingine ya kibibilia, unapoona umeumwa na nyoka, ujue kuna kitu cha kilaana. Na maana laana ni nini? Ni nguvu ya kutokufanikiwa, nguvu ya kutokustawi, nguvu ya kutokuendelea mbele, nguvu ya kutofanikiwa inaachiliwa juu yako. Na kwa sababu umeokoka inaachiliwa isivyo halali. Inaachiliwa isivyo halali. Hata ulimwengu wa roho unajua sio halali ya kupate, lakini kwa sababu hujui. Kana uje soma kitabu cha Zaburi. Inasema hawajui wala hawafahamu. Nao wataangamia kama wanadamu. Lakini mimi nasema ninyi ndinyi miungu na wana wa aliye juu pia. Lakini nasema shida mjijui. Na kwa sababu hujijui kwamba wewe ni Mungu na mwana wa aliye juu, anasema utaangamia kama wanadamu wengine. Kinachoangusha wengine, kinachoagaragaza na kumaliza hatima za wengine, na wewe kitakumaliza hivyo hivyo. Shida sio kwamba wewe sio mtoto wa Mungu. Shida ni kwa sababu hujui wala ufahamu. Unatembea gizani. Hiyo ni Zaburi 82 mstari wa 7 niliosoma.
Hebu anzia mstari wa 6. Mstari wa 6 ndio inanoga. Asema hawajui wala hawafahamu, hutembea gizani, misingi yote ya nchi imetikisika. Kwa nini imetikisika? Yaani foundation zao zote zimetikisika. Kwa nini zimetikisika? Ujinga. Kwa sababu hawajui wala hawafahamu. Hawajui hawafahamu nini? Mstari anasema, mstari wa 6 asema mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu. Asema mnapaswa kulijua hilo, kwamba wewe si wa kawaida, wewe ni wa tofauti. Kinachomaliza wengine hakitakumaliza wewe, kinachoangusha wengine hakitakuangusha wewe, kinachozuia wengine hakitakuzuia wewe. Kwa nini? Wewe ni mwana wa Mungu na wewe ni Mungu. Piga kelele amen. Lakini anasema shida ujui wala ufahamu na unatembea gizani. Sikiliza, andiko hili Yesu akalirudia kwa mdomo wake kwenye kitabu cha Yohana 10:34. Fungua Yohana 10:34. Okay, ngoja. Asema mimi nasema ninyi ndinyi miungu. Sasa akalifunua vizuri kwenye 10:34 ya Yohana. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ninyi? Ani Yesu asema kilichosemwa ndio hivyo hivyo. Afaka akapanda pale juu. Twende mstari unaofuata 35. Asema ikiwa aliwaita miungu wale walioijiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Anasema wote walioijiliwa na neno la Mungu, hao ni miungu na wana waliye juu. Yohana 1 asema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Mstari wa 14, naye neno akavaa mwili akajidhihirisha kwetu kama mwana pekee wa Mungu, tukauona utukufu wake. Mstari wa 12 anasema na kila aliyempokea alifanyika kuwa. Mnanielewa tunasema? Na kila aliyempokea, mstari wa 19, alifanyika kuwa nini? Watoto wa Mungu. Ndio hao waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili wala mapenzi ya damu. Maana yake si kwa kukutana watu, asema bali kwa mapenzi ya Mungu. Maana yake walizaliwa na Mungu wenyewe. Mungu hazaagi kinyonga mpendwa. Mungu anazaa Mungu. Piga kelele amina. Sema kwa jina la Yesu, kinachoshinda wengine hakitanishinda mimi. Wanapofeli wengine, mimi sitafeli. Wanapozuiwa wengine, mimi sitazuiwa. Piga kelele amen. Haya ndo mambo yamenipa ujasiri. Nimevuka vikwazo vingi kwenye maisha. Nimetoka kwenye very rough life. Nilichagua kuamini neno. Yes. Chagua kuamini neno. Hata kipindi nimeenda kwenye vyuo, credits hazieleweki. Naambia sikizeni, nyie mfanani na mimi. Yes. Nyie mfanani na mimi. Najijua. I know who I am. Amen. Mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda. Ukiniona nimeanguka leo, usije ukashangilia. Hiyo ni tukio, pambano bado. Mpe Yesu makofi. Umeona nimefeli leo? Wewe subiri. Ngoja mwisho wa siku utajua mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda. Naongea na mtu fulani hapa. Asema pastor, nimejitahidi, nimepambana biashara, nimeanguka. Sikiliza, Biblia inasema mwenye haki anaanguka mara 7 kisha kainuka kaenda zake. Ninasema inuka tena, endelea tena. Nasema inuka tena, fanya biashara nyingine tena. Nasema inuka tena, soma tena. Nasema inuka, jikungute, funga kitenge, mbele, tembea. Kuna kukata tamaa. Biblia inasema huyu ni nani? Ni Isaka. Akachimba kisima cha kwanza, Wafilisti wakafukia. Akachimba cha pili, Wafilisti wakafukia. Akachimba cha tatu, Wafilisti wakafikia. Biblia inasema alichimba nafikiri kama sijui ni cha 3 au cha 4. Anasema wakashindwa kufukia. Sikiliza, shida yako unachimba visima vichache. Wakifukia kichimba kingine, wakifukia kichimba kingine, wakifukia kichimba kingine, wakifukia kichimba kingine. Biblia inasema itafika kipindi watanyoosha mkono. Piga kelele amina. Are you happy this evening? I say, are you happy this evening? Usikubali kushikwa na vitu ambavyo sio halali yako. Ndani ya Kristo huyu Yesu,
vikikushika ni ujinga umekusumbua. Kwa ukiona ndoto staili hiyo, umeokoka afu umeona ndoto staili hiyo, inawezekana Mungu anakuambia lo, kuna nguvu ya kutokustawi isivyo halali inataka kupambana wewe. Kwa natakiwa mke ucheke kwanza, afu anza kuivunja. Kwa mtu ambaye hajaokoka hana namna. Bem. Unajua tofauti wetu sisi na watu ambao hawajaokoka sio kwamba ukiokoka shetani aje, ila ukiokoka ni kwamba you have power over the devil. Amen. Amen. Namba 5. Ukiota ndoto ya kuumwa na nyoka manake nini? Kuna roho ya udanganyifu inapandwa ndani yako. Mwanzo 3:13. Roho ya udanganyifu. Na udanganyifu ni udanganyifu wa fikra. Uwe makini. Sio kwamba utakuwa muongo. Utajidanganya mwenyewe. Unajua the highest level ya uongo ni kujidanganya mwenyewe. Hii kudanganya watu wewe bado. Ukifikia level mpaka unajidanganya na mwenyewe, ujue sasa wewe umekomaa. Yaani wewe ni konki. Watu wengi wanadanganya lakini wao hawajidanganyi. Yaani anadanganya afu moyoni anasema, "Da, nikisevu hapa sitarudia hili jambo." Maana yake ndani anajua ukweli. Lakini kuna maninja anadanganya na mpaka na ushawishi na moyo wake unakubali. Ujue wewe umeenda mbali. Na kwa mujibu wa Biblia kuna njia moja kubwa ya kujidanganya. Kwa mujibu wa kitabu cha Yakobo, asema mtu anayesikia neno asilitendee kazi ni sasa na mtu aendaye kujiangalia kwenye kioo kisha akajisahau. Nasema ndivyo ilivyo asikiaye neno asitendee kazi, ajidanganya nafsi yake. Hivi ni kama mnatengwa, yani unaikalisha nafsi huku, naona kau afu unaifunga kamba nafsi isikuenda mpaka nafsi inakubali. Hatari. Mwambie mwenzo usijidanganye. Acha kuidanganya nafsi yako. Sasa ukiona nyoka hiyo kwa tafsiri 3, ujue kuna roho ya udanganyifu inapanda ndani yako. Sasa sikilize. Sio kwamba wewe utakuwa muongo. Hiyo roho ya udanganyifu inapandwa kwenye mawazo yako kukudanganya, kudanganya fikra zako, kudanganya nafsi yako ili ufanye maamuzi au uchukue hatua ambazo zitagharimu maisha yako. Hii ni very heavy. Very heavy. Unachukua hatua ambazo sio sahihi, lakini unaona sahihi kwa sababu mawazo yako yamedanganywa. Kuna roho ya udanganyifu imepandwa kupitia ndoto uliona nyoka. 3:13 Mwanzo. Soma kwa sauti 1, 2, 3. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Unajua maana yake nini? Ya kwamba haya maamuzi niliyochukua yaliingiziwa udanganyifu. Na unajua nini? Iliathiri maisha ya Eva. Na kuombea kwa Mungu kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba adui asije akapanda udanganyifu kwenye ufahamu wako ukachukua hatua zitakazogharimu maisha yako katika jina la Yesu. Na kama kuna udanganyifu umefanyika kwenye mawazo yako, ninaufuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafuta udanganyifu kwenye mawazo yako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sasa hii inaweza kufanyika kwa mpendwa kabisa, 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 mpendwa kabisa. Hata hiyo ndoto amekuwa. Wewe ujue kwamba tafsiri ya 5 ya kibiblia, ukiona kitu hicho, moja ya kitu kikague, ni hali ya mawazo yako bado yako sawa au kumepandwa roho ya udanganyifu kwenye mawazo, kwenye ufahamu wako. Na lengo lake ni kwamba ili uchukue hatua zisizo sahihi, maisha yako yaharibike. Wangapi ananielewa shule? Pastor unafundisha nini? Bado nafundisha tu ndoto ya nyoka. Nyoka sio nyoka.
Ukienda mstari wa ukienda Timotheo wa kwanza 2, Timotheo wa kwanza sura 2 mstari wa 14, unaona kwamba hila inaonyesha kwamba hii hali ya fikra kudanganywa, unapandikizwa hila. Sema hila. Unajua hila, kitu kinachoitwa hila, kwamba huyu mtu ana hila, ni kwamba akiapia hivi mbele yako ni azifu, kila kitu ni sawa, anaonekana kama ni mzuri, hana shida, lakini ni mtu wa hila. Kwa hiyo hila haiko direct, lakini ni hatari, si ndio? Hello, kuna mtu anabarikiwa na shule hapa. Biblia inasema, soma kwa sauti 1, 2, 3. Wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya nini? Ya kukosa. Kwa hiyo nachotaka uone, moja hapo ni hila, HIL, so ila hiyo hapo ni hila za adui zinazokuja kijanja, zinakuja kana kwamba hii kitu sio mbaya. Sio mbaya, sio mawazo yako anakuambia sio mbaya, sio mbaya. Unaweza kukaa unakunywa tu kidogo, yaani umeota ndoto ya nyoka na kuuma, baada ya muda unaanza kusema ka whisky kidogo kwa ajili ya afya ya tumbo lako sio mbaya. Hata Timotheo inasema, muuze wewe Timotheo, wewe si mkerewe kabisa. Sasa mkerewe na Timotheo wapi? Saka sawa. Kuna bwana mmoja kwa ameokoka sana, amekuwa paka mtumishi. Nilimuona kwa macho. Mtumishi anajiita yeye ni neno. Hakuwa ni mtu hatari sana. Yaani ukikaa naye anakukengeusha. Asema yeye amefikia level ni neno. Asema ukishakuwa level ya neno uko juu ya sheria. Sasa anakula, anakunywa pombe, ana wake zaidi ya mmoja. Anasema kwa I'm telling the truth. Yaani mpaka wapagani wanashtuka. Anko wangu alikuwa hajaokoka. Asema ule mtu ni hatari sana. Yaani hata ambao hajaokoka, wasema huyu jamaa ni hatari. Akasema no. Ni nini kilichotokea? Fikra zimedanganywa. Sijui kama ushawahi kuona mpendo ambaye fikra zimedanganywa. Mpendo ambaye fikra zimedanganywa ni hatari kuliko ambaye hajaokoka. Kwa sababu ambaye hajaokoka angalau ana uoga. Huyo hana uoga. Ndio maana mpendo, kama kuna kitu cha kutunza kwenye maisha yako, ni kitu kinaitwa the fear of the Lord. Hofu ya Mungu. Pambana kwa gharama yoyote usipoteze hofu ya Mungu. Ukipoteza hofu ya Mungu kwenye maisha yako, utaanza kufanya dhambi unaziona kawaida. Kama ni binti, una mwanaume au ni mwanaume, una mwanamke, na unakuja kanisa ambaye sio wako, fanya uchafu, unakuja na ibada. Sasa umefanya Mungu kama bibi. Fikra zenyewe zimedanganya. Na una vibandiko vinakutetea tu kichwani. Na vibandiko vinatumika ili kutimiza kitu kinaitwa hila. Hila inachezwa na maandiko umomo. Yaani inabinuliwa tu. Eti. Mimi sijui naongea na nani. Inawezekana uko kwenye kifungo cha hila. Mungu akusaidie utoke. Nyosha barabara yako na Yesu. Nasema nyosha barabara yako na Yesu. Kwa hiyo ni tafsiri ya 5 ya kibiblia. Naona nyoka anakuuma. Kwa tafsiri ya 5, kagua roho ya udanganyifu. Kagua roho ya nini? Ya udanganyifu. Na unapandwa wapi hiyo? Kwenye mawazo. Hiyo inapandwa wapi? Kwenye mawazo. Ghafla baada ya kuota ile ndoto, unaanza kuchukua vitu vya kimungu kiwepesi. Mungu ni pendo. Yaani hata upendo wa Mungu na yenyewe unacheza nao tu. Unasema Mungu ni pendo. Ukishaokoka hakuna hukumu ya adhabu.
mengine ni ya kweli, lakini natafsiri kivyako. Nimesamehewa dhambi za jana, za leo na nitakazotenda. Kwa hata nikitenda msamaha tayari upo. Hila. Haleluya. Na nimegundua hii asilimia kubwa inapata watu wa Mungu. Amen. Twende ya mwisho afu twende nyumbani. Na usije ukaondoka kasema nimemaliza kozi ya ndoto za nyoka. Kweli kabisa, umesoma 1 ya 5, 1 ya 6, 1 ya 6, 6 si ndio kitu kizima? Are you blessed? Tafsiri ya 6 na ya mwisho. Ya mwisho kwa leo. Hii nayo inahusu mtu ambaye amekengeuka sana. Ghafla anaona ndoto ya nyoka, anamuuma. Kuna adhabu ya kiagano au migongano ya kiagano inayokukabili na inahitaji suluhisho la kiagano. Shule ngumu. Sangine unamwona wewe nyoka ametokezea amekuuma. Kumbe ni ulimwengu wa roho unakwambia lo, unakabiliwa na adhabu ya kiagano au migongano ya kiagano ambayo inakukabili, na suluhisho lake lazima liwe vile vile nini? La agano. Hii unaiona zaidi kwenye kipindi cha Wanaisraeli walipovunja agano la Mungu, walipokuwa wanaharibu agano la Mungu. Ni nini kilichotokea? Biblia inasema ghafla nyoka wakatokea, wakaanza kuwauma. Mnakumbuka? Na Biblia inasema walikufa watu wengi sana kwa kuumwa na nyoka. Mnakumbuka hiyo habari? Ona Mungu alichoinua kwenye uponyaji, akainua tena nyoka huyo. Hii ni shule kubwa kidogo. Akaambia ukiumwa na nyoka mguuni, usiangalie mguu, angalia ule nyoka alinyanyuliwa shaba. Wote ni nyoka. Ndio kwambia lazima itatuliwe kiagano na yenyewe. Angalia juu. Yaani uko ukiumwa kusema mawe umeisha. Wale ambao wanapenda kulia kihaya, mawe umekufa. Unatakiwa ukiumwa usiangalie ulipoumwa, uangalie nyoka wa shaba. Nasema uone. Sasa ile adhabu ilikuja ni adhabu gani? Ni kwa kuvunja agano. Kwa yule nyoka waliotokezea pale, walikuja kama ishara ya kuelezea hii ni adhabu inayokupata kwa sababu ya agano. Umeliasi agano, umetoka nje ya agano. Amina. Nyoka wa shaba alionyanyuliwa, uko ukimwangalia ni kukubali kurudi kwenye agano. Sijui kama naongea na watu. Sawa. Ndio maana Biblia inasema kama vile Musa alivyonyanyua nyoka wa shaba, ndivyo Yesu alivyoinuliwa juu. Maana yake yoyote akinyanyua macho yake akimwangalia Yesu, anaondoka kwenye adhabu ya kiagano, anaingia kwenye suluhisho la agano. Adhabu ya kiagano ilitokea anzia Adamu alipoanguka. Sawa. Ukinyanyua macho ukiangalia Yesu aliyotundikwa juu, unaingia kwenye suluhisho la kiagano. Bwana asifiwe. Kwa saa zingine kuna nyoka anatokezea kwenye ndoto. Sasa unaambiwa lo, umepanguka sana, umeondoka sana kwenye barabara. Na kwa sababu umevunja agano, kuna adhabu ya kiagano itakupata. Na saa zingine unapoa tu solution hapo, unatakiwa urudi kwenye agano haraka. Bwana asifiwe. Sasa Mungu badala kukuletea mambo mengi anakuletea tu nyoka. Sababu ni vizuri kaelewa wale nyoka ni Mungu aliwaleta. Wale waliuma watu pale ni Mungu aliwaleta. Na yule aliyenyanyuliwa juu wa shaba naye ni Mungu alitoa maelekezo. Sema amina. Yohana 3:14 hadi 15 na Mwanzo 3:15. Mwanzo 3:15, tuanzie Mwanzo 3:15 alafu takuwa nimeishia hapo kwa leo. Nimekula kipindi cha Mwalimu Lisa because of loving you.
Ona, asema nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utauponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Ilikuwa ni adhabu ya kiagano imewekwa na huo uadui, kwamba kwa sababu umekengeuka kutoka kwenye agano usiliape. Lakini ukienda kwenye kitabu cha nimesema Yohana ngapi? 3. Yohana 3. Yohana 3:14 15. Yohana 3:14 15. Hepi andika mama, Yohana 3:14 15. Hepi nimetoka naye mbali, msimuone hapo. Angekuwa anataka mambo uchungaji angekuwa shakuwa bishop. Amen. Kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Kumbuka, mwana wa Adamu alikuja kupambana na adhabu ya kiagano. Hivi mnanielewa au shule imekuwa ngumu? Si ndio? Nimekwambia na suluhisho lake lazima liwe kwenye agano. Kwa kurasa zingine unaweza kuona huyo nyoka. Na haya mazingira utayaelewa, si maisha yako mwenyewe unayajua. Si ndio? Mfano ukishafundisha namna hii ni rahisi kujua ile niliota mimi ile ya Kanaani ni ile ya kwamba hii adhabu hakuna mkono wa mwanadamu utakaosaidia, kwa sababu unajua. Ile niliota ilikuwa ni ya hila. Ndio maana siku hizi hata mimi mwenyewe sijisomi nafanya maamuzi. Dawa yake ni nini? Kwenda mbele za Bwana kwa toba. Zote hizi dawa yake ni moja, uzuri wake. Nenda mbele za Bwana kwa toba. Tubu kwa kumaanisha omba rehema. Mungu, naomba rehema zako. Popote pale kwa njia moja au nyingine nimefungua mlango ambao umemtumia adui shetani akaja kwa sura hii na picha hii ya kuona nyoka kuja bila kujali ni ujumbe gani amekuja kuleta kati ya zile 6, na kuomba unirehemu. Nisamee popote Mungu ambapo siko sawa. Ni rehemu popote pale ambapo nimefungua mlango wa aina yote nikadanganywa. Ni rehemu. Unaomba. Ukishatubu, ukishamaliza, amina, funga hiyo roho sasa. Pambana hiyo roho. Bila sema mtakulifunga dunia mbinguni imefungwa. Vunja, sema nimekuweka kuvunja, kuharibu na kubomoa. Amina. Alafu funga kila mlango kwa damu ya Yesu. Funga kila mlango ambao adui amefanya nini? Ameutumia. Alafu futa madhara yoyote ambayo yamkini alikuwa ashaanza kutokea kwenye maisha yako. Mimi nakwambia ukimaliza maombi ya staili hiyo, kwa kumaanisha ghafla, inawezekana ulikuwa sasa hivi ushaanza kufanya baadhi ya maamuzi, umeokoka, lakini kuna maamuzi unaenda nayo alafu hata ujisikii moyo unasumbuka. Baada ya maombi hayo ghafla unaanza kushangaa amuzi lile ambalo jana ulikuwa unaweza kulifanya, leo ukilifanya unakosa amani nao. Kumbe ni fahamu ulikuwa umeshapanguliwa. Simama kwa miguu yako. Nataka nimwachie pastor hapa. Utakuwa na dakika chache sana, lakini kila moja cover eneo la chache sana, zisizozidi 3. Nataka nenda mbele za Bwana. Kama umekuwa unakutana na ndoto yote stahili, mwambie Mungu ni rehemu, Mungu nisamee. Popote kwenye maisha yangu ambapo kwa njia moja au nyingine panafungua mlango wa mambo haya kutokea, naomba rehema zako. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, zisizidi dakika 3. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Endelea kuomba rehema kwa Bwana. Rikazakatapaya yenama ya karabababababa rekoza kashata pakaria mama rekoza kashata pakaria baba. We Bwana ni mwingi wa rehema. Ninaomba rehema zako zipite kwenye maisha yangu. Ninaomba rehema zako zipite kwenye maisha yangu. Ninaomba rehema zako zipite kwenye maisha yangu. Rikaza kata papa ye kaza kashata baba ye kaza kashata baba. Popote ambapo nimefungulia mlango kwenye maisha yangu ya
akaruhusu mapigo kuanza kuja. Ninauliza rehema yako, ninauliza rehema yako, ninauliza rehema yako, ninauliza rehema yako iwe juu ya maisha yangu, iwe juu ya kila kona maisha yangu. Rikazakata papapapapa yekazakashata papapapapa rakazakashata papapapapa rikozakashata papapapapa rinamayakatepaya yekozakata pakarabababa lenomayakata pakaria yekozakata papapapapa yekozakata papapapapa yekozakata pakarababababa yekozakashakata babababa rekozakatapaya rekozakata babababa rekazakata babababa yekazakata papapapapa yekanamayando rikozakatapaya yekozakata papapapapa rinamayakata babababa rokokokokoko. Lema zako Bwana, lema zako Bwana ziwe juu ya watu wako, 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 ziwe juu ya watu wako. Rikazakata babababa yekazakata babababa rikazakata paya yekarapapapapa. Ni katika jina la Yesu tumeomba rehema, ni katika jina la Yesu tumeomba rehema. Nataka nikuongoze ombi hili kwa kutamka. Sema, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, madhara yoyote ambayo yalikuwa yameshaanza kuyaathiri maisha yangu kutokana na ndoto za kuota nyoka, na amuru kwa damu ya Yesu, hayo madhara futika, 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 futika. Endelea kufuta kwenye maisha yako kwa kutumia damu ya Yesu. Rakazata papapapapa yekazakata pakarabababa yekazakata paya mandosi karabagada bababa rekozakata payando rikazakata papapapapa yekazakata papapapapa. Hayo madhara ambayo yalikuwa ameshanipata kwenye maisha yangu ya kiroho, hayo madhara ambayo amekuwa ishaipata ndoa yangu, hayo madhara ambayo amekuwa ishatokea kwenye uchumi wangu, hayo madhara ambayo amekuwa akishapita kwenye kona yote ya maisha yangu, na ruhusu damu ya Yesu, na ruhusu damu ya Yesu iyafute, 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 iyafute kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa damu ya Yesu Kristo. Madhara ya namna yote kwenye hilo eneo ambapo tangu nimeota kumetokea kitu ambacho sio sawasawa, nafuta kwa damu ya Yesu, 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 nafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Yekata babababa yekazakata babababa yekazakata paya randa pakara babababa rakazakara babababa rikokokoko yekozakata papapapa yekala papapapapa rikozakata papapapapa yekazakata payando rakazakata papapapapa yekozakata papapapapa yekozata paya mandosi karababababa. Ni katika jina la Yesu tumeomba, ni katika jina la Yesu tumeomba. Biblia inasema damu ya Yesu hunena mema kuliko damu ya Habili. Maadamu umeachilia damu ya Yesu kwenye kila kona maisha yako, naona mema akitawala, naona mema kwenye kila eneo, naona mema juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Mshangilie Bwana, haleluya. Ongeza shangwe kwa Bwana Yesu, anastahili. Amen.